Labda usiku ungekuwa mrefu sana kama nisingepata fursa ya kuzungumza juu ya kile ambacho kwa hivi sasa kinafikiriwa na wa magharibi. Wakati Urusi wakiwa wanafikiria namna gani ya kukabiliana na hizi nchi za kimagharibi wazi wazi, si kwamba ni watu ambao wanajaribu hata kujificha, wao wanafanya kila linalowezekana kuwaonesha watu wa magharibi na hasa nchi wanachama wa NATO kwamba wao wanaweza wakafanya jambo lolote. Nchi wanachama wa NATO na wenyewe wameanza kuonesha dalili za kwamba nao wako tayari kukabiliana na Urusi. Lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba wanatengeneza mzunguko mrefu sana mpaka kutaka kumuingia moja kwa moja Bwana Vladimir Putin. Awamu hii NATO imekaribia mipaka ya Urusi bila hata kusimama hata kidogo. Magharibi wameanza ujenzi wa reli za moja kwa moja kuelekea katika uwanja wa vita wa Ukraini. Hii ni moja kati ya jambo ambalo limeleta furaha kubwa sana kwa majirani wa Kiev ambao wameonekana kuwa na hamasa ya kuthibitisha msemo wao wa kwamba Ukraine ni ya Ulaya. Hali hii imedhihirika Septemba 12 pale ambapo kwa mara ya kwanza treni za abiria zilianza safari za moja kwa moja kutoka kituo cha reli cha Uzhhorod kwa maana ya Zakarpattia kuelekea katika eneo la Bratislava, Budapest pamoja na Vienna. Umuhimu wa taarifa hii uko sehemu gani? Umuhimu wa ripoti hii upo katika ukweli kwamba kuanzia sasa treni hizo hazitalazimika tena kupoteza muda kubadilisha magurudumu kwenye mojawapo ya vituo 6 vya mpaka wa magharibi wa Ukraini ya Hodini, Mosyaskal-2, Chopa moja na Yesen, bila kusahau eneo la Vadul, Seret na Reni. Kwa miongo kadhaa tangu nyakati za Umoja wa Kisoviet, treni zote zilikuwa zinalazimika kubadilisha magurudumu kutoka reli ya kipimo cha Urusi ambayo ni 1524 mm kwenda ile ya Ulaya ambayo ni 1435 mm na kinyume chake kwa safari za kurudi. Hali hii sasa imebadilika baada ya kukamilika kwa ujenzi wa reli mpya ya kilomita 75 kati ya Chop pamoja na Uzhhorod kwa kutumia viwango vya Euro Standard. Mradi huu ambao umegharimu euro milioni 225 ambazo zimetolewa na Umoja wa Ulaya kupitia mpango wa Connected Europe Facility CEF pamoja na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya. Wakati huo washirika wa Kiev wanaharakisha kujenga njia za reli kutoka eneo la Lviv hadi kule Kenvisai kuelekea magharibi. Nia ya Brussels, Ubelgiji, ni kuhakikisha kuwa muda sio mrefu treni ambazo zimeboreshwa zinaweza kwenda moja kwa moja kwa kasi kuelekea Kosai, Prague, Bucharest, Dresden pamoja na Belgrade. Lakini swali la msingi wa Ukraine unapaswa kufurahia mabadiliko haya. Hili ndilo jambo ambalo watu wengi pia mnajiuliza. Wanadiplomasia wa Moscow wanasema la hasha, kwao mradi huu haukusudiwa kwa maslahi ya wananchi wa Ukraine wala urahisi wa safari zao kwenda Vienna Opera. Mabwana hawa wa kule Budapest pamoja na Bratislava ni kwamba Urusi sasa hivi wao wamesema hiki ambacho kimefanywa na nchi za magharibi ambao ni wanachama wa NATO, kwa mtazamo wa Urusi wanasema ni maandalizi ya haraka ya vifaa vya kimkakati vya vita ambavyo kwa mtazamo wa magharibi haviepukiki dhidi ya Urusi. Na hatari ya jambo hili ni kwamba wanahofia Warusi ni kwamba iwapo kombora la NATO na lile la Urusi yatakutana angani juu ya Ukraine, wananchi hawatakuwa na chochote cha kusherehekea. Yaani hapa naomba nifafanue vizuri. Ni hivi, nchi za magharibi zimegundua kwamba Urusi ni watu fulani ambao walijiandaa zamani sana kwa ajili ya kukabiliana na mtu yeyote awaye katika eneo la operation. Sasa ambacho wameamua kukifanya ni kwamba wameamua kupitia Ukraine watengeneza hiyo kilomita 75 za rel ambazo sasa zitakuwa zinaenda moja kwa moja kutoka maeneo hayo mpaka katika maeneo ambayo yapo kule Ukraine. Kwa maana ya ili nitoe mfano mzuri ambao unaeleweka hapa, naomba nifafanue hivi. Kwa mfano, tunafahamu tuna ile rel ya kisasa SGR ambayo inafanya safari zake kutoka Dodoma na Dar es Salaam. Sasa wakati unakuja Dodoma, itokee sasa kuna hiyo reli hiyo ya kisasa ambayo inatakiwa ielekee Kenya. Labda kwa mfano inafika pale Kilosa halafu inachepuka kuelekea kule Kenya. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Sasa hivi wametengeneza reli ambayo sasa inakuwa ni ya moja kwa moja inatoka Kenya, sio lazima ichepuke. Yaani sasa hivi inakuwa ni moja kwa moja inatoka Dar es Salaam inaelekea Kenya direct.
hairuhusiwi tena kufika, labda ifike njia panda ya Kilosa au njia panda Morogoro na Dodoma iweze kubadilisha mabehewa. Hapana. Yani sasa hivi inakuwa inatoka moja kwa moja. Kwa hiyo ndicho ambacho kimefanya na nchi za magharibi pamoja na NATO. Zamani walikuwa wakifika eneo fulani ni lazima vile vichwa vya mabehewa ni lazima vishushwe au ni lazima zibadilishwe na ziingizwe treni nyingine. Yani mabehewa kama na mabehewa mbebe mengine, mizigo ile ihamishwe pamoja na mambo mengine kwa ajili ya kuelekea kwenye maeneo hayo. Sasa hili sasa hivi litakuwa halipo tena. Kwa hiyo kama ni treni ambayo inatoka Ubelgiji, itakuwa inaenda moja kwa moja mpaka Kiev. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo Warusi wenyewe wanasema hii si kwamba eti hizi nchi za kimagharibi na NATO zimefanya hivi kwa sababu wanahitaji kuwarahisishia usafiri watu wa pale Ukraine. Hapana. Ila wamegundua kwamba huu ni mpango mzima wa NATO ambao unalenga kusafirisha vifaa vyao, lakini ni kama uchokozi wa moja kwa moja, ni kama wanajiandaa kwa ajili ya makabiliano na serikali ya Urusi. Sasa Warusi wamesema wao jambo hili wamelishtukia mapema, kwa hiyo nao wako vizuri, wamejiandaa. Na asili ya mradi huu wa miundombinu ya kijeshi ni kwamba ukiangalia mwaka 2015 mara baada ya kuzuka kwa mzozo wa kisiasa na kijeshi Ukraine, moja kati ya magazeti ambayo yana umaarufu mkubwa sana duniani yanaitwa Wall Street Journal, ambalo ni gazeti la Marekani, lilisema kwamba tatizo la harakati za haraka za wanajeshi wa NATO kuelekea mpaka wa Urusi lilionekana wazi katika mazoezi ya kijeshi ambayo yalifanyika Romania mwaka huu 2015. Katika mazoezi hayo baadhi ya magari ya kivita Marekani yaliharibika na yaliharibu madaraja ya Romania kwa kuwa yalikuwa mafupi na dhaifu zaidi ya makadirio ya wanajeshi wa pale NATO. Luteni General Ben Hodges aliyekuwa kamanda vikosi vya Marekani barani Ulaya alisema kwamba madaraja ya zamani hayakuwa na uwezo wa kubeba uzito wa mizinga ya magharibi. Kwa mfano, mizinga ya Abrams 1, Challenger 2, Leopard 2 na zile Alekrik zenye uzito ambao unazidi tani 60, wakati miundombinu ya zamani ya kisosialisti iliundwa mahususi kwa mizigo ya Kisovieti ambayo kama vile T-72 yenye uzito usiozidi tani 45. Kwa hiyo hiki ambacho kimefanya sasa hivi pia nao ni kwamba nchi za kimagharibi na hasa NATO wamegundua kwamba wanatakiwa kutengeneza hizo rail ambazo zina uwezo wa kubeba, yani zina uwezo wa kupitisha mizigo ambayo wao watakuwa wanahitaji, tofauti na kuwa na hizi njia za rail au njia za train ambazo ni za zamani. Sasa changamoto zikoje? Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na Center for European Policy Analysis CEP, inaonyesha kwamba 90% ya barabara kuu, 75 na barabara za kitaifa na 40 ya madaraja ya Ulaya Mashariki yanaweza kustahimili mzigo hadi tani 50 pekee. Hali ambayo inaleta kikwazo kikubwa kwa magari ya kivita ya NATO na hususan mizigo mizito ya kijeshi. Changamoto nyingine ni tofauti za rail na vifaa vya mafuta ambavyo vimerithiwa kutoka enzi za Umoja wa Soviet, jambo ambalo linafanya wanajeshi wa Marekani washindwe hata kuhamisha mafuta kutoka kwenye maroli na kwenda kwenye magari kule Poland. Sasa mnamo 2018 Umoja wa Ulaya ulizindua mpango wa PESCO, Permanent Structured Cooperation, maarufu kama Schengen ya kijeshi. Lengo ilikuwa ni kuondoa vizuizi vyote vya forodha na vifaa ifikapo 2030 ili kuruhusu kuwa na uhuru wa kuhamisha vikosi na zana za kijeshi barani Ulaya kuelekea Urusi. Sasa kupitia mpango huu, gara kubwa la silaha, vituo vya mafuta, mabomba na vituo vya wanajeshi vimekuwa vikijengwa katika mstari wa mashariki ya NATO. Sasa huu mfuko wa CEF umepewa jukumu kuu la kufadhili miradi ya rail na barabara, ikiwemo hiyo rail sasa ambayo imejengwa ya Uzhgorod-Chop. Hata hivyo, kwa mujibu wa wachambuzi wa Moscow, ujenzi huo si kwa urahisi kwa ajili ya kuwarahisishia wananchi, bali ni maandalizi ya operations za kijeshi ambazo zinaandaliwa na hizo nchi za NATO. Yaani Warusi wao wameshagundua zamani sana kwamba hiki ambacho kinafanywa si kwa sababu labda wanapenda sana raia, hapana, ila wanajiandaa na operations za kijeshi. Kwa hiyo kama watakuwa wanapitisha mzigo ambao una tani zaidi ya 50, wasingeweza kupitisha nyakati hizi. Kwa hiyo wameamua kujenga hiyo rail ambayo ina kilomita 75 ili kama hata wanapitisha mzigo wenye tani 100 au tani 90, tani 80, wawe na uwezo wa kupitisha katika maeneo hayo. Brussels pia wamesema wanataka kufadhili reli nyingine kutoka Lviv hadi kule Uzhgorod na itaenda mpaka Odessa, Poltava, Kiev pamoja na Dnipro ili kuwezesha harakati za vikosi vya NATO kwa moja kwa moja karibu na mpaka wa Urusi. Sijui kama mnaiona vita ilivyokuwa Yaani vita hii sasa hivi, niwahi kuambia zamani sana kwamba
Yaani kuna vita itakuja, na hiyo vita sasa hivi watu ni kama walikuwa wanapima, wana test mitambo. Sasa mnaweza kuona namna ambavyo watu wanajiandaa, lakini Warusi ni kama walijiandaa zamani zaidi. Lakini pia kuna mradi wa kiwango cha Ulaya ambao ni maboresho makubwa yanaendelea pia barani Ulaya. Rail Baltic ambayo ina kilomita 870 ambayo inapita Tallinn, Riga, Kaunas, Warsaw na Berlin, ambayo inazungukwa na Kaliningrad ya Urusi, maboresho ya viwanja vya ndege vya Poland, Romania na Ujerumani, ujenzi wa madaraja 9 juu ya mto Platte katika eneo la Romania pamoja na kule Moldova, maboresho ya bandari za Rotterdam pamoja na Gdynia kwa ajili ya mapokezi ya meli za mizigo kutoka Marekani. Haya ni maandalizi ambayo tunayaona ni kama maandalizi ya moja kwa moja ya vita. Mradi huu mkubwa na gari unatazamwa na Moscow kama ishara ya hatari, na watu wengi wanasema taswira hii inafanana na hali ya ambayo ilitokea Juni 21, 1941, siku moja kabla ya Ujerumani kuvamia Umoja wa Kisoviet. Walifanya maandalizi hayo. Kwa hiyo Warusi wenyewe wamesema of course yes they know kwamba haya ni maandalizi, na maandalizi hayo kwa sababu nao wameshajua ni kwamba nao sasa wamejiandaa namna gani ambavyo wanaweza wakakabiliana. Swali la msingi hapa ni kwamba je, ni nani ambaye anataka kuishambulia Urusi na ataishambulia kwa kutumia nini? Je, ni maandalizi ambayo wanayafanya? Lakini kwa nini wakati hali ikiwa wazi Urusi haijajibu kwa miradi sawa na miundombinu ya kijeshi katika ardhi ya washirika kama vile Belarus? Je, kuna uwezekano haya mataifa yanajaribu kutengeneza mazingira kuitisha Urusi? Lakini je, hii inawezekana inaturudisha nyuma tarehe 21 Juni mwaka 1941? Basi kama ni hivyo, basi Urusi inawezekana wao nao wamejiandaa kisaikolojia. Urusi wao everyday tumesikia wanasema wanatengeneza silaha za kisasa latest, lakini pia wamesema wanajiandaa kwa teknolojia kali, na wakasema sasa hivi wana teknolojia ambazo kama ikitokea Urusi ikaguswa kwa namna yeyote ile, wanaweza wakaisambaratisha taifa lolote lile duniani ndani ya dakika 5 tu, na taifa hilo litakuwa halipo. Kwa hiyo wakati hizi nchi za kimagharibi na NATO zikiwa zinaendelea kutengeneza sijui madaraja, kutengeneza sijui rail, wanatengeneza barabara, wanatengeneza vivuko pamoja na vitu vingine, Russia wenyewe wanaandaa teknolojia kwa ajili ya kuteketeza hizo rasilimali zote na miundombinu ambayo inatengenezwa na hizo nchi za kimagharibi. Unaweza kusema na sisi pia kwenye comment section hapa chini, wewe unahisi nini ambacho kinaendelea kulingana na hiki ambacho kinafanywa na nchi za NATO? Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.